Kuna watu wana marohani lakini marohani wao wamelala, hawawasaidii chochote. Labda mtu ana rohani wa mali, labda mtu ana rohani wa biashara, labda mtu ana rohani wa kilimo, labda mtu ana rohani wa mahubiri, labda mtu ana rohani wa mpira, labda unajua vipaji, talent, kila talent nyuma yake kuna rohani. Ukimuona Ronaldo leo star wa mpira duniani, nyuma yake kuna rohani wa mpira. Zile sio chenga za kawaida bwana. Yuko ambaye anamfanya yes, yule rohani anakuwa kafurahi. Ukijiona upo katika dalili hizi na mfano wa hizi nitakazozitaja, basi wewe umesibiwa na moja kati ya uchawi ama majini machafu au mizimu mibaya au umeshikwa na hasadi. Safiri na gari usiku. Msafiri wewe, dereva wa magari. Ajali nyingi zingine za kutengeneza barabarani. Chukua udi. Weka katika gari yako. Safiri. Ukiona unalazimishwa kulala, paki gari. Hata kama ni porini, paki gari. Tafuta parking, paki gari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani wapenzi wa channel yenu hii pendwa, leo nimepata bahati ya kukaa katika kikazi cha mwamba Dr. Sule Seif Sule, ambaye ni mtu ambaye amekuwa akiwa na faida nyingi katika jamii kwa mambo mbalimbali ambayo yapo na watu wanafaidika nayo. Mashallah, watu wanazungumza kwa kufaidika naye kwa faida nyingi ambazo zipo anazozitoa kiilmu, kitiba na mengineyo. Kuna watu wanatatua mambo yao kupitia maarifa yake aliyokuwa nayo, na mimi leo nimepata bahati ya kukaa naye, lakini sikukaa hivi hivi. Ninayo mambo ambayo natamani kushare, kuyajua kutoka kwake kutokana na namna hali ilivyo. Dr. Sule, mimi toka nimepata nafasi ya kupata akili nimewahi kusikia na naendelea kusikia. Viko vitu vinatutesa katika familia zetu, katika jamii zetu, ambavyo baadhi wadondosha kabisa, wengine utetereka, wengine upata changamoto za aina mbalimbali. Navyo ni swala la majini. Tukizungumza majini, nadhani ni lugha maarufu inajulikana. Jini ni kiumbe, lakini pia jini anatafsirika kwa maana ya shaitani kwa matendo mabaya. Lakini la pili, kuna uchawi ambao upo umezungumzwa. Lakini la tatu, kuna hasadi. Hivi vitu nimevipambanua kwa namna tofauti kwa sababu vyote vinajitegemea wewe ni mtu ambaye unajua sana. Mimi natamani kujua kutoka kwako, hivi vitu vina nafasi gani, vina ukubwa gani kwenye jamii ambavyo watu wanateseka navyo? Yaani wenyewe ni vya aina gani kwenye jamii katika hali wanayoteseka nayo hivi sasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Isla TV, swali moja muhimu lenye vipengele vitatu vinne ambavyo ni muhimu sana. Kila mmoja angependa ajifunze, atambue, lakini pia aweze kuchukua tahadhari na ikiwezekana kujinasua kutoka katika minyororo ya haya ambayo yameulizwa hapa. Kwa ufupi, ndugu yangu, uchawi, hasadi, majini wachafu na mizimu, ndiyo vitu vinne hivi vimewaathiri watu kwa kiwango kikubwa sana. Na kama hii hasadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatufundisha kwamba, anasema lau isingekuwa kadari ya Mwenyezi Mungu kutangulia, basi umma wake watu wengi wangeathiriwa, wangeathirika na kijicho. Kwa hiyo tunapozungumzia hasadi, tunazungumzia kitu kikubwa ambacho hata Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama ameonesha uzito na ukubwa wa athari za hasadi katika jamii. Na hili linatokana na nini? Linatokana na kwamba kuna aina mbili za hasadi. Kuna hasadi ya kukusudiwa na kuna hasadi ya kuto kukusudiwa. Yani kuna mtu anaweza kukuhusudu akiwa amekukusudia amekulenga kabisa kwamba huyu sasa ni muharibie. Lakini inaweza kuwa mtu kaumbwa hivyo, lile dongo lake, lile umbo lake Mungu kamuumba hivyo,
Yani yeye ana udongo wa shari, kaumbwa na udongo wa shari. Zake zinatokea. Yani yeye zinatokea tu, akiliona jambo, akiliguna, akilishtuka, basi hilo jambo linaharibika. Na hii inaweza kuwa kwa babako, mamako, shangazi yako, ndugu yako, mkeo, mumeo, mwanao na kadhalika, kwa sababu anakuwa halengi, lakini nature yake ya kimaumbile ndiyo inazalisha hasadi na kuleta madhara katika mwili. Sasa Mtume sasa ndo maana akatangulia kusema lau isingekuwa kadari ya Mwenyezi Mungu kutangulia, basi hasadi ingewaangamiza wengi katika umma wake. Lakini kwa sababu kadari ya Mwenyezi Mungu ipo, basi jambo hili la hasadi linapungua kasi yake, athari yake kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu katika umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini uchawi hakuna kitu kigumu kama kumtambua mchawi. Na hakuna kitu kinafanywa kwa siri zaidi kama kazi ya uchawi. Kwa hiyo pale inapofikia mahali mtu anakuwa mchawi, anapoamua kuleta madhara kwa mtu wake wa karibu, huwa ni agharabu familia, jamii na hata muhusika kujua kwamba ameathiriwa na uchawi au kuna mchawi ndani yao anamkusudia kumuathiri. Vivyo hivyo kwa majini. Majini ni viumbe wasioonekana. Na kwa kauli ya Mtume sallallahu duniani wao ni wengi kuliko sisi. Manake katika movement zetu zote tunakutana nao. Ndiyo. Ili mradi tu tunapishana nao, tunakutana nao, japo kuna baadhi ya maeneo wao wanatupisha sisi, kwa sababu kama tungefanya infection ile misuguano, madhara kwetu yangekuwa makubwa zaidi, lakini wao wanatupisha kwa sababu sisi Mungu ametupa ubora na uthamani wa uongozi. Kwa hiyo unajua anapopita kiongozi lazima raia wa kawaida apishe. Kwa hiyo mazingira yako kama hivyo. Lakini kama hilo halitoshi, kuna mizimu ambayo hii ndio imesauliwa kabisa. Mizimu ni majini yaliyobeba tabia za asili za kifamilia za jamii fulani. Kwa hiyo inaweza kuwa katika ukoo fulani, inaweza kuwa katika kabila fulani, inaweza kuwa katika labda wilaya fulani, jimbo fulani, eneo fulani, nchi fulani. Wale viumbe majini waliojivisha tabia za asili. Yani mtu karithi tabia ya babu yenu alikuwa mganga, babu yenu alikuwa mchawi, babu yenu alikuwa labda muindaji, babu yenu alikuwa hivyo kiongozi na kadhalika na kadhalika. Sasa mizimu hii nayo inaifuata familia kidogo kidogo, na bahati mbaya haina lugha ya kumwambia muhusika kwamba tunataka ufanye hivi. Yani wao wanapotaka yule mtu afate yale wanayotaka wao, wanachofanya ni kumharibia maisha yake. Wanamuadhibu katika afya, wanamuathiri katika akili, wanambomolea uhusiano mzuri na jamii. Kwa hiyo mwisho wa siku yule mtu anajikuta mambo yake yanavurugika, hayaendi, yanakuwa yamevurugika. Hayo ndiyo ambayo yanaweza kutokea ima kwenye majini au katika mizimu au katika majini katika uchawi au katika hasadi. Sasa madhara yake mambo haya manne ni makubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu mambo haya yote manne yanaweza kugusa kwenye afya. Mtu akawa na maradhi yasiyo na tiba. Yanaweza yakawa gusa katika uchumi. Mtu akaporomoka kutoka 100 mpaka 0. Yanaweza kugusa hapo kwenye uchumi, mtu akafanya jitihada zote za kutafuta na kujinasua kwenye maisha yake. Yes, alafu anakwenda anaferi. Inaweza kuwa mwisho wa siku mtu yakamwathiri katika mahusiano. Mtu akajikuta kadiri anavyopambana kutengeneza mahusiano, ndoa yake haiwezekani. Inaweza kuingia katika ufugaji. Mtu akaamua kuwekeza katika ufugaji wa nyama, kuku akafa. Inaweza kuingia katika kilimo. Mtu akajitahidi kilimo, mwisho wa siku wa mwaka ndo ukawa na wadudu wengi akapoteza. Yani akajikuta kila anachojaribu yeye hakiendi. Kama ni kazi, basi kazi anafukuzwa bila sababu. Akibaki kwenye kazi anakuwa kama vile kitu kisicho na thamani. Yani hafaidiki na lile pato lake la utafutaji wa kazi. Kimsingi haya mambo yote haya yanaweza kuathiriwa na hii shida ya majini wachafu, mizimu michafu, hasadi, au anaweza kuathiriwa na uchawi. Kwa hiyo kimsingi tatizo hili limewagusa watu wengi sana. Yani katika dunia ya leo
70 ya watu wote wanaoishi duniani hivi sasa wamepata mazonge, wamepata msiba, wamepata shida, wameathirika kutokana na haya mambo manne yanayowazunguka. Tunachotofautiana ukubwa wa athari na aina ya athari. Huyu ye kaathirika kwenye kuchukiwa tu. Kila anachojaribu watu hawakitaki. Kila akifanya jema watu wanalibeza tu. Hiyo ndo athari. Mwingine kaathirika kwenye uchumi, kila anachojaribu uchumi umegoma. Mwingine ameathirika kwenye kazi, kila anapotafuta kazi hapati. Mwingine ameathirika kwenye maradhi, kila anavyojitahidi kujitibia maradhi hayaishi, yanabadilika na kadhalika. Na inafika mahala mtu anakwenda kupima vipimo vyote, haonekani ana shida gani, mpaka anakata tamaa. Kuna watu imefikia mahala kwa maradhi alivyoendesha kwa muda mrefu, anatamani kufa alafu Mungu hamuui. Yani anaitamani akhera haendi, duniani haondoki. Yuko anaelea tu katikati. Unaona sasa. Kwa hiyo niseme tu kwamba madhara ya mambo haya manne ni makubwa sana. Hata mtazamaji wetu ambaye leo anatutazama akijitathmini na kujitafakari, ataamini yako matatizo makubwa alionayo katika maisha yake na amekosa ufumbuzi pamoja na jitihada nyingi na kubwa alizozifanya. Naam. Shukran. Ndugu mtazamaji, kwa haya maelezo tunaamini unacho kitu utakachofaidika nacho ambacho tunaenda nacho katika muda huu tuliokuwa nao. Ni vitu vinne ambavyo vinagusa maisha yetu. Na inawezekana wewe, mimi na mwingine hapo ulipo yako mambo yanateseka na wewe au unahangaika nayo, hujui pengine hayo ni yanatokana na haya manne ambayo tumezungumza. Dr. Sule amezungumza kwa kina sana mambo haya, lakini haya mambo sio mambo ambayo tunasema kama vile jua linavyochomoza. Jua likichomoza kila mtu analiona, labda yule aliyekosa neema ya macho, lakini likichomoza tu kila mtu anaona ili jua limechomoza. Lakini haya mambo ni mambo ya ilmu. Mimi sasa najijuaje kwamba hiki ninachohangaika nacho sababu yake ni hasadi, hiki ninachoteseka nacho ni mizimu ya kwetu inanisumbua, hiki ninachohangaika nacho mimi sababu yake ni majini, hiki ninachohangaika nacho sababu yake ni uchawi? Mtu kujua kwamba hii sasa sio jambo la kwenda tena kwa daktari. Hili sasa sio jambo la kuhangaika mimi kusambaza vyeti tu, kwa sababu kwa namna ilivyo elimu yangu, CV yangu ilivyo pale nilipopeleka, kwa nini apate mtu ambaye CV yake mimi na yeye mimi nimemzidi? Sasa hapa kuna kitu cha ziada. Mtu anajuaje hiyo hali kwamba mimi haya sio mambo ya kawaida, yanatokana na haya manne, kwa maana ya majini, mizimu michafu, shanifahamu uchawi, hasadi? Tunajuaje kwamba haya matokeo yanatokana na vitu hivi vinne? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kimsingi kuna makundi mawili ya dalili na wataalamu wa mambo ya spiritual, yani mambo ya kiroho wamegawanya dalili za matatizo ya mambo haya manne katika categories mbili, katika makundi mawili. Kundi la kwanza wanasema ni zile dalili za wazi. Lakini hizi za wazi watafiti wanasema hazina ulazima kutokea. Sawa. Yani hizi dalili ambazo mara nyingi ndio za wazi si lazima zitokee. Yani sio lazima uzione, sio lazima zijitokeze. Alafu kundi la pili wanasema kuna dalili wanaziita dalili zisizokuwa za wazi. Hizi dalili zisizokuwa za wazi, hizi ndio wanasema ni rahisi zaidi kutokea na ni lazima zitokee. Zilizojificha lazima zitokee, zilizo wazi sio lazima zitokee. Na hii ndio muujiza na maajabu makubwa katika haya matatizo yasiokuwa ya kibiolojia au matatizo tunaita matatizo ya kiroho. Matatizo, dalili zile tunazoziita za wazi zimeambatana na ndoto. Dalili zote za wazi za kuwa wewe umesibiwa na majini, umesibiwa na uchawi ama hasadi au mizimu ya kwenu mibovu, basi wewe utaingia katika mkumbo wa ndoto.
Maana yake ziko ndoto ukiota, basi jua wewe ni muhanga, ni mgonjwa, na unakoelekea maisha yataharibika. Sasa ndoto ni nyingi, nitajaribu kugusa chache ambazo ndio common. Karibu. Ambazo ni nyingi, zinawagusa watu wengi mara kwa mara. Kwa mfano, kuota unapigana ima na watu au na viumbe, lakini unapigana. Kuota unakimbizwa. Kuota unazama au unatumbukia katika shimo. Kuota upo jangwani lakini unapokwenda upajui. Ndio. Kuota upo katika giza kubwa, huoni mbele wala nyuma. Kuota uko katika msitu, hujui unatokea wapi wala unakwenda wapi. Kuota uko makaburini. Hizi ni baadhi ya ndoto. Ndoto zingine ni kama vile kuota watu wanafanya jimaa, wanafanya mapenzi. Labda ukaota una mimba. Kuota unanyonyesha kwa wanawake. Kuota unaokota pesa. Ndio. Yani unatembea unaokota pesa. Unaona pesa unaokota. Ndoto mbaya sana hiyo. Ndoto mbaya sana hiyo. Kuota umekufa, umevishwa sanda, unazikwa. Yani umekufa, watu unaona kabisa wanakuvika sanda na wanakuzika. Na unaona kabisa wanapelekwa kaburini. Hiyo ni ndoto mbaya kabisa katika ndoto mbaya. Hizi ni baadhi ya ndoto. Ziko nyingi mno. Lakini ukijiona unaotaota mfano wa ndoto hizi, basi wewe una dalili mbaya katika maisha yako. Ndio. Na hii ni katika dalili tunazoziita dalili za wazi, ambazo si lazima zitokee. Maana yake inawezekana unalo tatizo na we ndoto upati, ushanifahamu, ila kuna namna nyingine unakutana nayo ambayo wewe huijui. Sasa hapa kuna kitu tutaka tukiongeze. Unaona kwenye hizi ndoto, wakati mwingine kwa nini ndoto wanasema ni dalili ya wazi lakini si lazima itokee? Kwa sababu kuna makundi mawili katika ndoto. Kuna ambaye anaota ndoto anakumbuka, na kuna ambaye anaota ndoto hakumbuki, na kuna ambaye haoti kabisa. Sasa ndoto ingekuwa dalili isiyokuwa ya wazi ambayo ni lazima itokee ndio mtu ajigundue, ndoto ina kanuni ya kufungwa. Kwa mfano, mtu akarogwa, au mtu akapatwa na mashaitani, au mtu akapatwa na hasadi, au mtu akapatwa na mizimu mibaya na ikaamua kumwadhibu. Wanachofanya wachawi ama huu mizimu mibaya ama hii hasadi au hawa mashaitani, huwa wana kanuni ya kufunga kile walichokifanya. Maana yake uchawi unarogwa tena. Yani vile ulivyorogwa, kile kilichorogwa nacho kinarogwa. Yani unafungwa. Lengo ni nini? Usigundue kwamba wewe una shida gani. Yani ujui wewe nini tatizo. Unahangaika na vitu vingine wakati unaendelea kuteketea. Yes. Kwa hata unapokwenda kwa mtaalamu, ukifika kwa mtaalamu, anachokifanya unamtajia, mimi bwana mambo yangu haendi, shughuli zangu haziendi, mara moja naota nafanya mapenzi. Daktari anaona huyu ana jini mahaba. Anapambana na jini mahaba. Kumbe una jini wa kichawi, ila kuna ndoto moja kaifunga. Kakupa nyingine, anakuingiza njia nyingine. Yes, anakutafutia njia nyingine usijue kwamba wewe una jini wa kichawi mwilini. Ila wewe una hasadi umeshapigwa nayo. Wewe una mzimu mchafu na kutumikisha. Vyote vimefichwa, umeonyeshwa kidogo, vimefichwa vikubwa. Kwa hiyo unajikuta unaenda kwa wataalamu wa aina tofauti. Kanisani unaombewa, hola. Ruqya unasomewa, hola. Unajaribu kwenda kwa waganga wa kienyeji, hola. Kila unachojaribu hakiendi. Kwa nini? Kwa sababu unatatua dalili za tatizo, hulitatui tatizo. Tatizo lenyewe unakuwa bado hujalijua au hujalifikia. Au yule anayekwenda kutibu mwisho kuwa hajafikiwa na lile tatizo. Ndio maana leo kuna watu wengi washakwenda vituo vya ruqya, wameshafanyiwa visomo sana, lakini hakuna matokeo. Kuna watu wengi wamekwenda kwa wachungaji, wamefanyiwa maombi sana, lakini tatizo ndo limeongezeka. Kwa nini? Kwa sababu
anakuwa lile tatizo limefichwa. Kwa hiyo ndoto haitengenezwi au haitajwi katika zile dalili za wazi, kwa sababu uko wakati ndoto inafungwa. Yani mtu anakuwa haoti kabisa au akiota anasahau. Kwa kitendo hichi tu ndoto imewekwa kwenye kundi la dalili za wazi ambazo si lazima zitokee. Okay. Halafu kuna zile dalili tunazoziita dalili zisizokuwa za wazi. Hizi ndio dalili muhimu kuliko zote na ni lazima zitokee. Na ukijiona upo katika dalili hizi na mfano wa hizi nitakazozitaja, basi wewe umesibiwa na moja kati ya uchawi ama majini machafu au mizimu mibaya au umeshikwa na hasadi. Naam. Miongoni mwa dalili hizo, ya kwanza kabisa ni kuchukia kazi. Yani kuna watu anachukia kazi, anaacha kazi mwenyewe bila sababu. Ana kazi nzuri lakini anaiacha tu. Tena kwa hoja na sababu hazina kichwa wala miguu, lakini anaacha kazi. Kwamba mtu yuko kazini lakini amesemwa kidogo kwa kosa kalitenda kweli na bosi wake, anaona kwa nini mimi nafanywa hivi, mimi anaacha kazi. Au mwingine hajasemwa chochote, anaona tu mimi sitaki kazi, basi hataki tu hiyo kazi, anaacha. Ukijiona unaacha kazi au kitu chenye maslahi manufaa na wewe, basi ujue wewe tayari umeshikwa na moja kati ya yale manne tuliyosema. Kwa sababu wako baadhi ya watu anaweza kuambiwa kuna kazi huku, njoo saa fulani tukutane sehemu fulani kupe mchongo, kuna mchongo wa pesa. Ule muda wewe ndio unaamua kulala. Yani ukiamka, ukiamka yule mtu keshaondoka, kesha kutafuta simu, missed call 30 na wewe hujapokea. Alafu kumpigia unaona shida, unajiuliza nimwambie nini. Ndio imekutoka hiyo neema. Kwa ukijiona kwenye jambo lolote la neema lenye maslahi na wewe na manufaa na wewe, unapata uzito kuliendea, basi wewe una matatizo. Kwenye hiko kipengele wanaingia watu ambao pia wako ndani ya ndoa yenye maslahi na wao, na pasina sababu ya msingi wanatoka ndani ya ndoa au wanatamani kutoka. Tena anaivunja kwa gharama yoyote. Wanaingia hapo. Manake jambo lolote lenye maslahi binafsi, ilo jambo unalichukia, unaliacha, unalidharau bila ya sababu za msingi. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kuwa unashika pesa lakini haifanyi manufaa. Yani hunatafuta, sio upati. Yani ukijipiga hesabu kwa mwaka ulikusanya milioni 20, milioni 15, milioni 30, lakini matumizi ya lazima, labda kulipa kodi, nauli, chakula, ulitumia milioni 8. Katika milioni 20 ulikuwa takiwa ubakiwe na milioni 12 ambayo ungenunua kiwanja cha milioni 4 tu. Lakini hukuweza kufanya hivyo kwa sababu kila ulipopata pesa lilikuja jambo la kutumia hiyo pesa. Yani yale matatizo huwa yanapiga hodi baada ya wewe kupata pesa. Ukipata pesa tu, haja za matumizi ya pesa hizo hapo zinaongezeka kuliko kiwango cha pesa ulichokuwa nacho. Unatumia pesa, zinaisha, matatizo bado yapo. Alafu pesa zikiisha, yale yaliyokuwa yanakuumiza kichwa yote yamepotea. Hayaji tena mpaka mzigo uingie. Kwa hiyo mwisho wako we, maisha yako kila siku yatakuwa ya kutafuta na kusolve matatizo badala ya kutafuta kufungua ukurasa mpya wa mafanikio katika maisha yako. Kwa ukijiona unashika pesa lakini hufanyi maendeleo, we una shida. Nao wengi, kuna mtu anafanya kazi benki, anamaliza kazi na anastaafu, hana chochote. Hilo ni wakati akihesabu mshahara wake ulimtosha kuwa yeye na maisha mazuri baada ya kustaafu. Mtu alikuwa polisi, kaka trafiki barabarani, mabao mengi kapiga, mzigo kapata, hana kibanda, siku akifa anaenda kuzikwa kijini kwao na kibanda cha nyasi. Subhanallah. Nini hiyo shida? Wewe una kitu kimekusibu katika maisha yako. Hizi ni katika dalili zisizo za wazi. Dalili nyingine ni kupanga mipango ya maisha isifanikiwe. Kuna mtu anapata hafanyi cha maana. Kuna mwingine
anapanga mipango ya maisha lakini haifanikiwi. Yani yeye mbinu na michongo na mipango ya pesa anayo mingi sana. Na mpango akimpa mtu yoyote akiufanya unatiki na anatoboa, ila yeye akijaribu lazima alie. Lazima mipango lakini haifiki malengo. Yeye kwake mpango unakuwa hadithi isiyotekelezeka. Kwa ukijiona katika maisha yako una mipango mingi isiyotekelezeka, basi wewe jua umesibiwa na moja katika haya manne. Dalili nyingine ni mtu pale anapokuwa anaahidiwa sana. Yani kuna watu wana tabia ya kuahidiwa mambo sana. Yani zile ahadi alizokuwa nazo tayari yeye ni tajiri, tayari yeye kishakuwa na majumba 10, tayari yeye kishakuwa bilionea. Yani ahadi anazozipata lau zingetekelezeka, saizi anafukuzana na Baresa kwa uchumi au Mohamed Enterprises. Lakini kwa sababu ahadi zake ni mtihani, ahadi zinaanza mwanzo tu, ikifika mwisho linatokea la kutokea, ahadi haitekelezeki. Ukijiona unaahidiwa vitu bila ya kutekelezeka, wewe jipigie hesabu kwamba wewe ni miongoni mwa watu wameathirika katika haya mambo manne. Dalili nyingine ni kuchukiwa na watu. Kuna watu maisha yao wanachukiwaga tu, hana sababu, yani watu wanamchukia tu. Kila anachokifanya yeye ni kuchukiwa tu, kila anachojaribu yeye ni kuchukiwa tu. Ukijiona una dalili ya kuchukiwa na watu, basi wewe jua umesibiwa katika haya mambo manne. Dalili nyingine ni kuwa na pesa, kuwa na uchumi, kuwa na uwezo, lakini kila unachokifanya akiendi. Na hata ukilazimisha kufanya na mtu mwingine, cha huyo pia kinaharibika. Mfano mtu ana biashara yake ya genge, biashara yake ya hiki, ana mitumba yake, anauza viwanja vyake, ananunua mashamba, anakata viwanja, na ukasema na mimi na milioni 10 yangu bwana, join hapo tununue shamba kubwa tukate. Yani hilo shamba mtalikata litakaa miezi 10, miaka 2, hivyo viwanja hamuuzi. Hata kama nyinyi mnauza 2,200 viwanja na viko juu, watu watenda kununua vya bondeni waache vya kwenu, kwa sababu tu wewe umetia pesa yako katika biashara ya mtu. Yani mtu aliyepigwa kimavi, mtu aliyepigwa nuksi, mtu aliyepigwa hasadi, mtu aliyepigwa uchawi, mtu aliyepigwa majini machafu, ana gundu la ajabu. Yeye hata akifanya na mtu biashara, ile biashara pia haiwezi kusonga mbele, kwa sababu yeye anakuwa kikwazo kwa kila kitu. Dalili nyingine ni kuwa na hasira zisizokuwa na sababu. Watu wengi waliokuwa na matatizo haya wanakuwaga na hasira za hovyo hovyo na maamuzi ya ajabu ajabu. Ukijiona katika maisha yako una hasira za hovyo hovyo, una maamuzi ya ajabu ajabu, basi wewe jua umeshasibiwa na moja katika haya mambo matatu. Lakini dalili nyingine ya kuwa wewe umesibiwa na vitu vibaya katika maisha ni pale unapoingia katika mahusiano au ndoa alafu mambo yako yakaharibika. Kwamba mtu kabla hajaoa au hajakutana na fulani, mambo yake yote yanakwenda level. Akifanya hiki kimetiki. Alipooa tu, au ameanza mahusiano na mwanamke tu, au ameanza na mahusiano na mwanamume tu, au ameolewa na mwanamume tu, na inaweza kuwa kwa mwanamume au kwa mwanamke. Kile kitendo tu cha kuanzisha mahusiano au kuoana kinatengeneza moja kwa moja wewe muharibiko wa ajabu. Yani vitu vyako kuanzia hapo vinadisapia, vinaanza kuharibika. Biashara inaharibika, kazi na unaweza kufukuzwa, biashara inaharibika. Ulikuwa na madeni, ulikuwa na majumba, unaanza kukopa, madeni yanamaliza biashara zako, vitu vyako unauza tu ili mradi viende. Maisha yanakuwa magumu kila kukicha, hali inazidi kubadilika. Lakini ukitazama msingi wa yote utagundua uliingia katika mahusiano au uliwahi kuoa, yule mwanamke ndio anakupeleka katika mazingira mabaya, na wewe unajikuta kila unachokifanya kinazidi kuharibikiwa. Hizi ni miongoni mwa dalili zinazotajwa kuwa ni dalili za wazi. Lakini pia dalili zisizo za wazi. Lakini pia dalili nyingine ni pale unapokwenda kwenye maombi, dua au ibada, unapenda kulala sana.
Kwamba wewe umeingia msikitini, hutuba inasomwa ya Ijumaa, wewe usingizi umekupata pale pale. Tena wakufa mtu. Na kama unaingia kanisani, misa zote zinasomwa huko usingizi. Ukistuka kadikamati swala. Ukisikia maombi wewe unalala. Yaani maombi na dua kwako wewe ndio vya kukubembeleza. Ukijiona una dalili hizi, tambua kwamba wewe umesibiwa na hasadi, mizimu michafu, majini wabaya, au umesibiwa na uchawi katika maisha yako. Dalili ni nyingi, tumejaribu kuzitaja chache ili watu wapate kuziona, lakini miongoni mwa hizo ni kuota uko karibu na nyoka kwa namna yoyote. Unakimbizwa na nyoka, nyoka kakuzunguka, nyoka kakatisha mbele, nyoka sikafanya nyoka, na hasa akiwa mweusi. Nyoka mweusi ana ishara ya wazi kabisa ya kwamba wewe umesibiwa na vitu vibaya katika mwili wako. Dalili nyingine ni paka, kuota paka, unakimbizwa, umemuona, sio anafanyaje, paka. Dalili nyingine mbwa, kuota mbwa. Dalili nyingine kuota ng'ombe, ila tu ukiota ng'ombe unawachunga, hiyo ina maana nyingine. Lakini ukaota ng'ombe anakukimbiza, ng'ombe mkali anaua mtu, anafanya hivi, hiyo ni dalili mbaya. Hizo ni katika dalili mbaya zisizofaa. Dalili nyingine ni kujikwaa, unaota unajikwaa. Kujikwaa, yani unateleza, unajikwaa, unahisi kama unataka kuanguka. Kuna watu wakitaka kuanza kulala tu anaona kana anateleza hata kuanguka afu anashtuka. Dalili mbaya sana. Dalili nyingine kuota mtu anakuvamia au nakuziba pua, wengi wanaitaga jinamizi. Hiyo ni dalili mbaya pia. Wewe una vitu vibaya katika mwili wako na unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu hivyo vitu vinaweza kuleta madhara makubwa katika maisha yako. Kimsingi ndoto ni nyingi, dalili ni nyingi, ila tumezitaja chache ili watazamaji wetu angalau waanze kupata taswira kwamba ukijiona uko hivyo, basi hizo ni dalili, indication, ni red indication, ni taa nyekundu ina indicate kukuashiria unaenda pabaya. Naam. Kwa ukubwa wa dalili na uwazi ulioweka, ni wazi kwamba katika kila watu 10 inawezekana watu 8 mpaka 9 wamesibiwa na hizi au haya mambo tunayoyazungumza hapa. Naam. Kilichokuwa kigumu kwao au kigumu kwetu ni kujua kwamba hii hali sasa ni hivi. Kwa wale waliosikia na walioona hapa na kuzielewa hizi, basi wajue kwamba hii ndo utaratibu, kwamba hayo ndio yanayowasibu katika maisha yao. Usidharau, chukua hatua, inaweza kuwa sababu ya kuweza kutatua baadhi ya shida. Lakini dokta, kutokana na wingi wa watu kusibiwa na haya, na hakika watu wengi sana wanazunguka kwa watu, mimi nifanyie hiki. Wakati mwingine hizi tiba ni gharama. Kuna mtu anakwenda mahala anatumia 300,000, 500,000, 600,000. Hivi kuna njia ambayo ni nafuu ambayo mtu anaweza kuifanya na ikaweza kumpa nafuu, pia ikaweza kumsogeza akaweza kutatua hizi shida katika njia iliyokuwa rahisi pasina kutumia gharama kubwa? Manake leo lazima mtu uende kwa mtu, na hakuna mtu anayesema kutatua shida hii zaidi ya 300,000, chini ya 300,000, 400,000 kufanya hizi tiba. Watu wafanyeje kwa ajili ya kujisaidia katika hilo? Una namna gani wewe ya kufanya, au wewe una muongozo gani katika hili? Labda niseme kitu kimoja. Unaona, serikali ya Tanzania tu mfano, kwa tatizo la malaria wameweka dawa ya mseto. Dawa ya mseto, mkombozi wa malaria kwa watu wenye maradhi wasio na uwezo. Japokuwa unafika wakati pamoja na ukiumwa malaria, mseto haiwezi kukusaidia tena. Ni lazima uchome sindano ama uwekewe drip. Lakini lazima tukubali watu wengi wanatibiwa na mseto, kwa sababu watu wengi wana ile first stage, hatua ya awali ya malaria. Sasa kwa watu ambao wengi wana shida za hasadi, majini machafu, mizimu mibaya, lakini pia uchawi, ziko njia za awali za kutibu, na mimi nimefundisha nyingi. Nimefundisha njia ya jivu, kutumia jivu na ndimu. Nimefundisha njia ya kutumia nyanya turatula, ile nyanya wanaita turatula, wanaita nyanya poli ile, wengine wanaita nyanya gani, ndulele. Nimeifundisha.
na nitaendelea kufundisha. Lakini kwa wakati huu kuna kitu bora zaidi. Unajua katika nchi zinazoongoza kuwa na teknolojia kubwa ya magonjwa ya kibiolojia na sio kwa kibiolojia ni India. Ndio. India wanaongoza sana kwa hiyo taaluma. Ndio maana leo hata ikitokea mtu anapata maradhi, magonjwa mengi tunawapeleka wapi? India. Mtu akipata tatizo wengi wanakwenda India. Afrika wengi wanakwenda India. Wanaokwenda Ujerumani, Ufaransa, Uingereza ni wachache. Wengi hata dawa nyingi hizi za asili, za kisuna, za asili India. Kwa nini? Kwa sababu Wahindi ni moja kati ya mataifa wanaofanya tafiti sana juu ya mimea. Juzi nilikuwa natazama article moja, walikuwa wanazungumzia mmea au mti unaitwa amla. Amla ni moja kati ya matunda yanayofanana na pera. Yana mbegu kubwa ufano wa mbegu za tope tope. Lakini believe or not ni moja kati ya mti wenye maajabu makubwa katika tiba. Mimi nimependa kuutamani kuita the king of medicine. Moja kati ya miti ya ajabu sana na ni mfalme wa tiba katika utaratibu wa kutibu na mnafanya maajabu. Sasa hawa wenzetu haya magonjwa ya kishetani, uchawi, mizimu na hizi hasadi wametengenezea dawa. Yani wamekusanya dawa tofauti tofauti alafu wakatengeneza kitu kidogo ambacho kinaweza kionekane katika muonekano wa kawaida lakini kikaleta matokeo chanya katika maisha yako. Alafu ni portable, kitu ambacho unakibeba, yani gharama yake ni nafuu, tiba yake ni rahisi. Kwa wale ambao wanasema mimi naogopa kushika msaka uchawi, yani unashika kitu kidogo tu alafu kinakwenda kufanya maajabu makubwa. Kama ndani kuna uchawi unaondoka. Kama ndani ya ofisi yako kuna machuma ulete yanaondoka. Kama ndani ya mwili wako kuna majini machafu, hasadi na makorokoro yako yanaondolewa. Kama shamba lako limefungwa, vifungo vinakatika, vinafunguka. Kwa kitu kidogo tu. Nacho ni nini? Wenzetu wametutengenezea zawadi, wametutengenezea tiba. Wakati juzi napokea taarifa kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa India, aliponieleza habari hii mwezi 1.5 uliopita, nikamwambia hebu niletee hiyo zawadi na mimi niijaribu. Walilal alhamdu nimeletewa na nimeifanyia experiment, majaribio hapa Tanzania. Kila mteja niliyempa zawadi hii imemletea matokeo chanya. Sasa na mimi nikasema kwa sababu tayari na evidence ya matokeo chanya katika matibabu, na mimi nikasema nitaitoa zawadi hii kwa watu mbalimbali. Sasa mimi kwa upande wangu ili kupunguza gharama kwa wale ambao pengine sasa yeye hawezi kuja kuniona Dr. Sule, gharama za kutibiwa moja kwa moja kwa sasa hana, uchumi wake pengine uko chini, namletea zawadi ya udi tu. Udi tu wa kuchoma kama flora, udi wa kuchoma kama udidua, lakini huu ni udi wa hasadi. Udi huu kazi yake ni kuangamiza hasadi, uchawi, majini wachafu, mizimu mibaya, na unaharibu pia kila aina ya giza katika maisha yako. Huu ndio unaitwa udi maalum. Huu ndio udi ambao natamani sasa watu waupate. Udi huu. Udi huu kama una majini wala huhitaji kuuchoma, ukiushika tu unapandisha. Ukiushika ukiwa nao kwenye mwili, ukiukamata tu tayari kinawaka na mwenyewe anatafuta njia anaenda zake. Yani ile nipishe njia nipite, faster tu anaacha njia kabisa. Kwa hiyo udi huu unafanya mambo makubwa sana. Wewe una biashara, ukiuza akili nasema umeuza 800,000, lakini draw unakutana 200,000. Chukua tu udi zako 3, 7 weka karibu na draw yako pale, tia kwenye draw yako. Tula majani ya mbaazi ili watu au funge matarasimu. Ni udi tu. Tena huuchomi. Amemle usiuchomi. Unaweza kuwa nao tu kwenye draw yako basi ukafanya kazi. Umemaliza kazi. Udi huu. Ushaondosha kila kitu. Udi wa hasadi na taarifa ya watu hupati mahali popote ila kwa Dr. Sule. Na mimi nilitaka kuuliza hilo. Je, madukani watu wanaupata? Huwezi kuupata popote udi huu ila kwa Dr. Sule tu. Hakika. Kwa wale wenye mindoto mibaya uko Marekani, uko Ufaransa, uko Uingereza, uko nchi gani, uko Tanzania, udi huu unaupata kwa Dr. Sule. Ni tiba very simple, lakini
ni very important, ni tiba ambayo ina matokeo chanya kweli kweli. Huu ni udi. Kwa hiyo ikitokea wewe nyumba yako hailaliki, mara michanga, watu wanatembea, vishindo, mara umesikia umeweka sufuria la mboga huko asubuhi umelikuta huku, mara pete zimeibiwa ndani, mara sijui uliweka pesa hapa imechukuliwa. Huu ndo udi wa kumaliza kazi. Utachukua udi zako 7 utazichoma. Kila siku udi 7, nyumba nzima unachoma kwa siku 7. Utakuwa umechoma udi 49. Umechoma udi 49. Humu ndani kuna udi 60. Ziko 60 humu ndani. Mashaallah. Hizo udi kazi yake kubwa ni kuhakikisha wewe hubaki na hasadi, hubaki na uchawi, hubaki na mizimu. Hii ndio faida tulionayo kwa sasa. Kwa ni udi ambao huwezi kuupata mahali popote, na wameandika Hasad Guide. Maana yake ni kinga ya hasadi. Sasa kwa kuwa hasadi ni sehemu ya uchawi, huu unakinga majini wachafu, mizimu mibaya, huu unakinga uchawi, huu unatoa hiyo hasadi. Badala ile kazi aliyofundisha Mtume sasama, mtu akikufanyia hasadi akatawadhe, uchukue maji unawe, nani atakubali alikuhusudu bwana? Kila mtu atajifanya mimi sio. Sasa kuondoa hilo, unatembea na udi wako. Huu ni udi wako. Lakini wewe unasafiri na gari usiku. Msafiri wewe, dereva wa magari. Na kuna ajali nyingi zingine za kutengeneza barabarani. Kweli. Chukua udi. Weka katika gari yako. Safiri. Ukiona unalazimishwa kulala, paki gari. Hata kama ni polini, paki gari. Tafuta parking, paki gari. Ukiona umelazimishwa kulala, tafsiri yake nini? Mbele kuna hatari. Hiyo ndo kazi ya udi. Maana yake udi unakuonyesha sasa utakiwi kwenda mbele. Mbele utakiwi, hapo ulale, hapo lala, sasa safari hiyo haifai. Au unaweza ukaona ghafla unao kwenye gari, alafu ukaona kama mtu kapita mbele kakatisha, lakini sio kwa karibu, au kaona kitu kama kivuli mbele, basi paki gari yako, usiendelee na safari. Hizo ni ishara ambazo udi utakuonesha kwamba huko unakokwenda hakufai. Au umeenda kwenye nyumba ya watu, unataka kujua humu kuna wanga. Umeenda kwa watu utakujua wazee ndani kukoje, salama humu. Chukua udi wako uweke mchagoni tu pale pahala pa kulala. Weka pale mchagoni unapolala. Yaani yeyote anayekuja kuwanga, kuna vitu viwili vinatokea. Cha kwanza, atakaye kuja kuwanga na kukuta uko macho wakati wewe umelala. Yeye anakuona uko macho, unashughulika tena umemtolea macho, kama unavyoona jicho la katika boksi lilivyo, yani unamtazama. Sasa yeye huyu mbona halali? Kila wakizunguka wakija uko macho. Kumbe wewe uko usiku unakoroma, ila wao wanakuona uko macho, kwa sababu udi unakufanya wewe uonekane uko macho. Lakini pale ulipolala wewe sasa, wale wote waliokuja TV na kuwa mbele yako unawaona. Mashaallah. TV na kuwa mbele yako unawaona. Kwa hiyo unajua Mama Mwajuma, Mama Fatuma, Mama Kibibi, Mama Neema. Udi una uwezo wa kukuonyesha wabaya wako. Udi huu ukiweka kwenye mchago wa kichwa chako ukaulalia, unakuonesha maadui zako, wabaya wako. Udi huu unafanya kazi hiyo. Mashaallah. Na hiyo sio story, chukua udi ukupe matokeo. Yani sio habari unaitengeneza wewe. Yani mtu ambaye anaona kwamba anataka kuvipata hivyo vitu, achukue udi wake aende akautumie. Asijaribu, atumie. Akautumie. Tahadhari, usiushike udi huu mbele ya watu wengi, ima sokoni au katika mkusanyiko wa watu, ukawekania kwamba nataka niwaone hapa wachawi ni kina nani. Utawalipua, watakuvamia, wakutie makwenzi mpaka ukome. Na yake wale wenye kujaribu mambo wasiende kufanya mambo hayo katika mikusanyiko ya watu. Kukaa nao mfukoni si shida, kinga. Lakini kile kitendo cha kusemesha kwamba sasa we udi uko mfukoni, mimi nataka niwaone hapa kina nani wachawi, watalipuka watu pale, majini machawi watapiga makelele. Nimeleka sasa. Kweli.
chenga zake za udi. Ndio. Paka juu ya kope hapa chwa na hapa chwa. Alafu usiku kanje utaona vyama vinavyotembea mtaani. Kina baba Kibule, kina mama cha usiku. Wewe paka tu. Unawaona kwa macho. Unaona kwa macho, lakini usivae nguo nyeupe. Usivae nguo nyeupe na usipige kelele. Vumilia. Sasa kama unajiona moyo wako mdogo, usipake humu. Ila nimesema hiyo. Kwa sababu kuna watu wengine wakaidi, hawafaidi mpaka siku ya Idi. Sasa tunajaribu kuwaeleza siri iliyopo katika huu udi. Huu udi si udi wa kawaida. Lakini faida yake, una harufu nzuri sana. Yani unapouweka katika nyumba, yani unasikia harufu ya ajabu, nyumba inanukia. Sasa faida nyingine ya udi huu, wale watu wenye marohani. Kuna watu wana marohani lakini marohani wao wamelala, hawawasaidii chochote. Labda mtu ana rohani wa mali, labda mtu ana rohani wa biashara, labda mtu ana rohani wa kilimo, labda mtu ana rohani wa mahubiri, labda mtu ana rohani wa mpira, labda unajua vipaji, talent, kila talent nyuma yake kuna rohani. Ukimuona Ronaldo leo star wa mpira duniani, nyuma yake kuna rohani wa mpira. Zile sio chenga za kawaida. Yuko ambaye anamfanya. Siku akiamka vizuri unakuta balaa linakuwa kubwa. Yes, yule rohani anakuwa kafurahi. Sasa wale ambao rohani wao hawajijui, yani wewe hujijui, mimi na rohani gani mimi? Mimi na kitu cha ziada. Mbona naota ndoto nzuri za mafanikio lakini bahati mbaya mafanikio yenyewe siyaoni? Yani ziko ndoto ukiota tu inaashiria kwamba wewe mambo yako mazuri. Lakini wewe hayo mambo mazuri huna. Yani dalili zote nzuri unazo lakini ule uzuri wenyewe huna. Sasa kuna kitu hapa nataka nikifundishe. Dalili ya mvua sio mvua. Ukiona wingu limesukumwa limeleta hapa, hiyo sio mvua mpaka linyeshe. Kwa sababu upo wakati wingu la mvua linaweza kupigwa upepo likahama hapa Morogoro likaenda kunyesha wapi? Mwanza. Likaondoka Morogoro likaenda kunyesha wapi? Dodoma. Umeelewa vizuri Au likawa limeweka kitongoji chenu, kijiji chenu, afu likanyesha kijiji cha pili. Sasa na mafanikio yako hivyo. Unaweza kuwa unayo mafanikio, nyota mafanikio unayo, na wewe ni mtu wa mafanikio, lakini unachokosa mafanikio. Ni kile kitendo cha kuwa kila neema inapokuja kuna maadui wanaipiga teke inaondoka. Yani inasukumwa iondoke isikupate. Sasa wewe ambaye una dalili za neema ya mafanikio kwa namna yoyote, hii kwako ni ajabu ya tiba. Ni muhimu kwako. Maana yake hii unajifukiza. Unaweza kujifukiza. Unajifukiza. Unafanyaje? Asubuhi unajifukiza. Jioni unajifukiza. Udi mmoja. Lakini nyumba unayoishi unafukiza udi 3 asubuhi, 3 jioni. Wewe mwenyewe unajifukiza 1 asubuhi, 1 jioni. Au 1 asubuhi, 1 mchana, 1 jioni. Unajifukizaje? Unauchoma kabisa, unajipa kama dakika 2-3, unajifunika shuka, unakaa nao. Wakati ule udi unatoka, unaendelea kuchomeka. Kabla hujapaliwa na kukohoa kwa moshi, wewe unachokifanya unaomba unachotaka. Wale marohani wako unawaambia kwamba mimi nimechoma udi huu, nataka nyinyi marohani wangu mjitokeze, mnipe yale mafanikio yatokanayo na kipaji changu, mimi kadha. Semeza wale marohani. Kama wewe riziki zilifungika zinafunguka hapo. Yani siku sio nyingi mambo yanafunguka. Kama biashara zako zilikuwa zimegoma hapo zinafunguka. Kama ulikuwa ujui wewe uende hapo, utapata njia rahisi na nyepesi ya kukuonyesha nini ufanye na vipi utafanikiwa. Zitakuja ndoto nzuri za kukuashiria unakwenda kufanikiwaje. Maelekezo ya haraka kabisa. Na ikitokea umeota ndoto imekukanganya, utanipigia simu kwa namba 0748 800 Namba hii nitakupa maelekezo ndoto hiyo inatafsiri nini na nini ufanye. Lakini udi huu ni udi wenye faida kubwa sana. Unamsaidia mtu mwenye tatizo. Udi huu pia unamsaidia mtu ambaye hana tatizo,
anataka kufanikiwa. Huu ni udi unaozilinda hasadi na kufungua mafanikio. Hii ni product kwa mara ya kwanza ndio inaletwa Tanzania, na mimi ndo wakala pekee nchi nzima ya Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, hata South Africa ukienda upati mpaka uje kwa Dr. Sule. Mimi si mtaalamu wa tiba na watu wengi. Yaani wewe kama unabisha tu, lakini mimi nina vitu vingi. Habari ndo hivyo. Na niulize kidogo, manake ushaeleza matumizi na nini, watu wanaupata wapi na kwa namna gani, kwa maana ya gharama sasa? Udi huu unapatikana ofisini kwetu Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3, Dar es Salaam. Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Na siku ya kwanza udi huu utatolewa ni siku ya Jumapili ijayo. Nadhani leo Ijumaa 4, leo Jumanne. Leo Jumanne leo tarehe 7, Jumatano tarehe 8, Alhamis tarehe 9, Ijumaa tarehe 10, Jumamosi 11, Jumapili 12. Jumapili ya tarehe 12 udi huu ndo utaanza kutolewa ofisini kwetu. Kwa hiyo wale wanaotaka udi huu wamebakiza siku 2 za maandalizi au 3. Alhamisi, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi. Jumapili udi unatoka kwa mara ya kwanza. Na kwa kuwa nataka niwasaidie watu, hii box moja yenye vipisi 60 nitaitoa kwa shilingi 10,000. Hii ni toleo la awali, ni zawadi, nimetoa nite nini? Yaani nimetoa ofa kwa watu maalum. Kwa watu maalum kwa siku maalum zisizozidi 7, kuanzia Jumapili ya tarehe 12 mpaka Jumapili inayofuata. Udi huu utaupata kwa shilingi 10,000. Kibox nilichokamata mkononi kinauzwa sadaka yake shilingi 10,000. Kwa hiyo kama una jamaa yako, ni gharama nafuu kwa mimi na namna ulivyozungumza, hasa kwa Tanzania yetu 10,000 ni hela ya kawaida. Nataka niseme ukweli, udi utakuja kuuzwa, hii pisi moja nitakuja kuiuza 50,000. Yaani atakayekosa kipindi hiki nitakuja kuiuza hii pisi moja 50,000. Kwa sababu naamini 50,000 ni tiba rahisi sana kwa mtu mwenye mazonge. Kwa haya uliyosema, shilingi 10,000 watu ni ofa kweli. Kwa hiyo hizi siku 7 hizi sio za kukaa nyumbani, ni lazima ukimbilie. Na umetoa siku 7, kuna watu wako nje ya Dar es Salaam, kwa maana nje ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania, na wako nje ya Tanzania pia. Pengine hizi siku kwao, kwa sababu hapa taarifa pengine zitafika siku zimeenda, nao unawasaidiaje? Wafanyeje? Kwa wale watakaokuwa wanataka taarifa zaidi na wako nje na wanataka kutumiwa huu udi, tunawatumia pia ndani ya hizi siku 7, na tutaangalia kwanza, kwa sababu unajua ofa inakuaga kiwango. Sasa na mimi mzigo wote siwezi kuutoa kwa bei ya ofa. Ila kwa sasa niseme wale waliopo nje ya nchi udi huu ataupata, na gharama ni hiyo hiyo ya shilingi 10,000, lakini gharama za kusafirisha zitakuwa za kwao kwa sasa. Lakini ndani ya siku 7, baada ya siku 7 udi utapanda, na nitaelekeza gharama za matibabu namna itakavyoweza kuwa kubwa. Na namba ya kupiga ili kuhakikisha kwamba unaagiza udi na unaletewa, utapiga 0710 400 200. 0710 400 200 kwa ajili ya mtu anayetaka kuagiza. Anayetaka kuuliza ni 0748 800 400. Anayetaka kuagiza ni 0710 400 200. Hizi ndio namba za kupata mawasiliano ili upate udi huu maalum kwa ajili ya kuzuia, kukinga na kuondosha hasadi, uchawi, mizimu mibaya, majini, lakini kuvuta majini wazuri. Bahati yako na mafanikio yako, udi unafanya kazi hiyo. Kwa sasa bei yake ni hiyo. Fanya haraka iwezekanavyo upate zawadi. Na pale Ilala watu kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi hiyo Jumapili wanatakiwa kufika? Manake Jumapili naona itakuwa siku ya pilika sana watu kwa ajili ya kuja kuchukua. Kwa kawaida sisi tunafungua ofisi saa 2 asubuhi na tunafunga saa 1 jioni. Kwa hiyo nawapa ofa kuanzia 2 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Udi utakuwa pale na watu wataupata. Na siku inayofuata ya Jumatatu udi utakuwepo, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Hii ni zawadi kwa siku 7 kwanza. Nikiona bado mahitaji hapo nitaongeza siku nyingine. Lakini kwanza hizi 7 za awali.
Inshallah limeeleweka. Ni muhimu ndugu mtazamaji wako kwa watoto wako. Kuna hasa pia kwa watoto sasa sana. Mashuleni wakienda waelewe vichwani. Wanafanyaje huko? Sasa kwa mwili, matumizi ya mwili unaoga pia. Udi unaogwa pia. Unachukua udi 3 unazipukuchua kwenye maji unaziroweka kwa muda wa saa 1 unaoga. Usiku tena unachukua udi 3 unazipukuchua unaoga kwa siku 7. Maana yake utatumia udi 42. Kwa hiyo udi huu pia unatumika kuoga. Naam. Na kwa mtu sijui hesabu zako, kwa maana paketi 1 au 2 dozi kwa wiki. Yani pakiti 1 inatosha wiki nzima kwa mtu mmoja. Okay, sawa. Hii moja tu ya shilingi 10,000. Yani tunajaribu kuwapa matibabu ya gharama nafuu sana. Tungeweza kufanya gharama, lakini kwanza tunataka watu waone matokeo. Ili tukiwaambia udi 50,000 mtu awe na kila sababu ya kununua. Kwa hiyo kuna haja sasa hivi ya mtu anayeweza kuchukua 5 akawa nazo. 5,050. Ndio. 5,050. Wakati baadaye utapata moja kwa shilingi 50,000. Ndio. Kwa hiyo ndugu yangu, kama una 50,000 na una ndugu zako na jamaa zako, ni zawadi nzuri. Pelekea watu wako unaowapenda ili wafunguke mambo yao inshallah. Shilingi 10,000 na dokta amekuja nayo boksi hapa. Mashallah, inaonekana kabisa Hasad Guard ni kitu muhimu kabisa inshallah. Mwenyezi Mungu ambariki dokta, amzidishie na ambakishe ili tuendelee kuvuna yale aliyokuwa nayo bihaulillahi ta'ala inshallah. Shukran. Naam. Shukran sana mpenzi mtazamaji. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Leo tulikuwa tunazungumzia Hasad Guard, udi unaotokomeza hasadi, uchawi, mizimu na majini wachafu, lakini pia unawa active viumbe wema, marohani wazuri na kufungua milango ya bahati na mafanikio. Kwa wale wanaotamani kupata zawadi hii tupigie simu 0748 800 0710 hizo ndo namba zetu za mawasiliano. Billahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbuka, ofisi zetu za Dar es Salaam ziko wazi muda wote. Kwa wenye changamoto mbalimbali, tafadhali fika tukuhudumie. Tupo Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Linapokuja swala la afya yako, Islah Islamic Dua Center ndio kimbilio lako. Huduma bora ni jukumu letu. Nyote mnakaribishwa.